Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kutupa neema tena na kibali cha kuwepo hewani kushirikiana katika mfululizo wa vipindi vyetu. Nambariki Mungu kwa ajili ya somo ambalo tunaendelea nalo, toba juu halali wa miungu kupiga maono. Leo ni kipindi chetu cha 3 mfululizo. Tuliangalia siku ya kwanza jinsi ambavyo Suleiman alikuwa na kitu kikubwa kile Mungu aliwekeza maono makubwa sana ndani yake, lakini alipoharibu Mungu akamtamkia kwamba atakata ufalme wake na kumpa mtumwa wake, mtumishi wake, na tukaona kwa mwanae Rehoboamu yakaja katimia. Maono alikatwa 80% kwa sababu ya yale mambo yalifanyika na Suleimani. Lakini tunaona changamoto ilikuwa kwa Rehoboamu. Hakupata nafasi ya toba kwa Mungu wake, hakupata nafasi ya kunyenyekesha kwa Mungu wake na kutengeneza na Mungu. Hii tukaona kwamba kuna maono makubwa ambayo Mungu amewekeza ndani yetu, na tumekuwa na maombi kwa vipindi tofauti na tumesogea hatua kadhaa, lakini kuna namna maono yamesimama, kuna vitu vimezuilia maono sisiendelee mbele, kuna spidi ya maono imesimama. Sasa nia ni kurudi kwa Bwana kwa toba. Ikiwa kuna uhalali wowote wa miungu imepata nafasi kutuzuia njiani au kutubloku njiani, sasa nafasi yetu kwa toba mbele za Bwana inatufungulia mlango wa kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Sasa natamani tuangalie ya mtu mwingine kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 33. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa 13. Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa Pili 33 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13 nitasoma. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 55. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo yote ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Kwa maana akapajenga tena mahali pa juu alipopabomoa Hezekia babaye. Akazisimamisha madhabahu za Mabaali, akafanya na sanamu za Maashera, akaabudu jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Akajenga madhabahu katika nyumba ya Bwana, napo ndipo alipopanena Bwana katika Yerusalemu, litakuwako jina langu milele. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika nyua 2 za nyumba ya Bwana. Tena akawapitisha wanawe motoni katika bonde la mwana wa Hinomu. Akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Akaiweka sanamu ya kuchonga aliyoifanya katika nyumba ya Mungu, ambayo Mungu alimwambia Daudi na Suleimani mwanawe. Katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliochagua miongoni mwa kabila zote za Israeli nitaliweka jina langu milele, wala sitawaondoshea miguu tena Israeli katika nchi niliyowapia baba zenu, wakiangalia tu kutenda yote niliyowaamuru, yani Torati yote na sheria na maagizo niliyowaamuru kwa mkono wa Musa. Basi Manase akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata akazidi kufanya mabaya kuliko mataifa aliyowaharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida ya jeshi la mfalme wa Ashuru, waliomkamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake, akanyenyekeza
sana mbele za Mungu wa baba zake, akamwomba naye akamtakabali, akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari ndefu kidogo, nimezisoma kwa mapana kidogo ili tuone ile picha halisi ambayo imefungwa ndani ya hizi habari. Huyo ni Manase ambaye baba yake alimwabudu Mungu katika roho na kweli. Baba yake alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Alitembea na Mungu vizuri, hata kipindi aliugua akamwambia Bwana, kumbuka habari za Hezekia kama alivyoenda mbele zako. Kamkumbusha Bwana, Bwana akamtakabali, akamsaidia. Sasa mwanae hakuangalia njia za babaye, akageukia kuabudu miungu migeni. Madhabahu za babake alizibomoa, akazijenga tena kwa upya. Biblia anasema akatazama bao, akafanya uchawi, akafanya uganga, akafuata mapepo tambuzi kumtolea ramli. Alifanya machukizo yote. Sasa baadaye Mungu akamghadhibikia, akaruhusu adhabu. Likaja jeshi la Ashuru likamkamata, likampeleka mpaka Babeli, akafungwa kwenye roho. Lakini anasema alipokuwa katika taabu, hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake, akanyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake. Akamsihi Bwana, akanyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake. Sasa changamoto ambayo tunayo kanisa sasa hivi, tuna moja dhambi inayotusumbua ni kujikinai haki. Kanisa linajikinai haki sana, mimi nimeokoka, kila kitu kimeisha. Lakini Mungu akitazama kuna mapatilizo yanatuzuia. Kuna vitu vikubwa sana Bwana ameviwekeza. Anatamani tunyenyekevu kwa toba, jua halali wa miungu kuzuia ule upenyo. Biblia anasema baada kunyenyekeza kwa Manase, anasema ndipo akajua kama Bwana ndiye Mungu. Baada ya kumrejesha kwenye maono, kumrejesha kwenye nafasi, kumrejesha tena ikulu, chukua utumwani, akafunga mikapiko mnyororo. Sasa unaweza ukajikuta upo, lakini maono yako utumwani yamepigwa na pingu, yamepigwa na pingu za shaba, yamepigwa na mnyororo, kwa huoni kusogea. Yani unaona kweli masao. Tumeona juzi Rehoboamu, jana Rehoboamu alikuwa vizuri, alikuwa ni mfalme na mikoa yake miwili, lakini kuna vitu vilikatwa kwa 80% kwenye maono ambao Mungu alimpa. Baada ya ibada za miungu ikakata. Sasa huyu baada ya kuabudu miungu, kwenda kwa waganga, kwenda kwa wachawi, kwenda kwenye mambo mbalimbali, kwa matambiko na kila kitu, alifutwa, akapelekwa utumwani Babeli. Akaishi kule Babeli kwa nyakati fulani. Sasa akanyekesha kwa Bwana Mungu wa baba zake, akamsihi Bwana sana, akapita kwenye toba. Pointi yangu ni kwamba hata kama kuna kiwango gani cha uovu kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye nchi yako, lakini kiwango cha toba kinarejesha maono kwa 100%. Mimi naona ndoto kubwa za Mungu kwenye nyakati za majira, siku za mwisho. Ni majira itakuwa injili isukumwe, injili ya siku za mwisho. Ni wakati Bwana anasema utukufu wa nyumba yake ni mkubwa kuliko wa kwanza. Anasema fedha ni mali yake na dhahabu ni mali yake. Hiyo kuna vitu Bwana ameviwekeza vikubwa sana vya kutufanya tufanye kazi. Majira siku za mwisho ni nyakati za hatari, na inahitajika injili hubiriwa kwa kila kiumbe. Ni majira Bwana anataka watu ambao watasimama na yeye, watabeba agano lake, watabeba makusudi yake makubwa, watatembea katikati ya mataifa. Asema injili hubiriwa kwa kila kiumbe, kwa mataifa yote kwa ushuhuda. Wapendwa, ni majira siku za mwisho. Mungu anahitaji kazi yake, si tu hivyo unavyofanya. Una kiwango kikubwa cha kazi. Mungu anahitaji watu wa kusapoti kazi, wa kusapoti ujenzi wa makanisa. Wamewekeza fedha nyingi majira siku za mwisho kwa ajili ya kujenga ufalme wake, kwa ajili ya kusimamisha makusudi yake. Hiyo mimi na wewe tumepewa hiyo dhamana. Ni namna gani tutasema na Bwana? Bwana anatusubiria, Bwana anatuangalia. Una maono makubwa yamekamata hapo gerezani, yamefungwa kwa sababu ya maovu ya baba zetu. Umeona jana mtumishi wa Bwana
Rehoboamu maono yamesimama, maono yamesimamishwa kwa sababu ya baba zake. Alipomlingana Bwana, Bwana akamjilia, Bwana akamfadhili. Alisimama, Bwana akamwambia usiende vitani kwa sababu hii vita ni neno limetoka kwangu. Hakupata nafasi ya toba, akarizika na kile kiwango cha robo, yani ni 20% tu ya maono, akaridhika nayo. Lakini nataka nikuambia kwamba jana aliridhika na maono ya 20%, lakini tumeona Manase hapa alifutwa kwa maono, alifutwa kwa 100%. Alipomlingana Mungu wa Israeli akamrejeshea tena kwa 100%. Hata kama kuna vitu vimepigwa kiwango gani, imezuiliwa kwa sababu ya maagano, imezuiliwa kwa sababu halali wa miungu. Tunapoachilia toba kwa Bwana kama Hezekia, wakaenda kaambia Bwana, hii hali nilio nayo, kuna ndoto kubwa umeziandaa, lakini kuna kitu kimezuiliwa mahali, kuna kitu kimekwama mahali. Wakinaweza Bwana kwa nyekevu kama Hezekia, kuna neema inaachiliwa saa hii, kuna utukufu unarejeshwa saa hii, kuna viwango vya baraka vinaachiliwa. Una hali ambayo umezuiliwa hujaipata, unapopata nafasi nyekezo kwa Bwana kwa toba, ndio halali wa adui kushikilia. Hayo maono makubwa ambayo unatembea, labda ni maono ya ndoa, ni maono ya uchumi, ni maono ya utumishi, na maono ya aina kwa kadiri hapo Bwana amewekeza ndani yako. Toba yako mbele Bwana inaleta kurejesha haya maono kwa 100%. Acha tuendelee, ungana nami kwenye maombi haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu Baba, tunatembea toba juu halali wa miungu, kupiga maono. Tuliona siku ya jana kwa Rehoboamu, maono alipigwa kwa 80% kutokana athari ya kuabudu miungu migeni. Lakini tumeona kwa Manase hapa, maono amepigwa kwa 100%, lakini kwenye kesha na kukusii sana na kutubu kwako ulirejeza 100%. Amina. Simama kwa ajili yangu na watoto wako Baba yako, maono makubwa umeachilia, maana utukufu wa mwisho nyumba yako ni mkuu kuliko utukufu wa kwanza. Tupo nyakati za majira, siku za mwisho Baba, kuna utukufu mkubwa ambao umewachilia. Fedha ni mali yako na dhahabu ni mali yako. Una vitu vikubwa Bwana umeviruhusu katika majira yetu, lakini iko vita, miungu imesimama. Kuna halali wa miungu kupiga haya maono, kupitia ibada za miungu migeni, kupitia matambiko na kafara mbalimbali. Baba, nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako. Nasimama kwa toba na kuachilia damu ya Yesu. Naomba toba na kunyunyiza hiyo damu ya Pasaka, mwana kondoo Yesu, inaachilia kwenye madhabahu yako. Hiyo damu Yesu ipate kunena mema, kinyume na uovu wote. Hiyo damu Yesu ipate kunena mema, kinyume na machukizo yote. Haijalishi kuna magano kiwango gani, haijalishi kuna viapo kiwango gani, toba inafungua mlango. Ama huyu Manase alifanya kafara, alifanya uganga na uchawi, alitazama bao, alienda kama pepo utambuzi, alienda kwa wachawi. Aliponyekesha kwa toba, hukuangalia ule uovu, uliufuta mara moja. Amini iko damu ya thamani ya mwana kondoo, inaosha dhambi na kondoo na kombo lake. Inasimama kwa toba Bwana, likiomba gairi Baba maovu yetu yote, ambaye nasimama kuzuilia ile baraka Bwana, ila uovu uliopiga maono. Inasimama kwa toba, waachilie watoto wako Bwana. Sasa palipobomoka, kwa ajili wanaofuatilia Bwana maombi haya, utoka taifa lolote, utoka nchi yote Bwana, utoka mkoa wote wa Tanzania, utoka Afrika Mashariki, inasimama kwa toba juu halali wa miungu kupiga. Wapo kina Manase waniangalia saa hii, waliyatenda baba zao na wamepita kwenye maovu, lakini sababu tumetenda dhambi nao hawako, nasi tumebeba maovu yao, nasi tumechukua maovu yao. Inaomba toba juu ya kina Manase nafuatilia Bwana katika ibada hii.
katika maombi haya. Waliokwama maono wamekwama mahali, Bwana, walianza vizuri lakini ghafla wamesimama. Ni sababu miungu imesimama, imepiga hizo hatua zimesimamishwa. Asimama kwa toba, Bwana, inaachilia damu ya Yesu ipite sasa kwenye haya maono, inaachilia damu Yesu ipite kwenye haya maono, kwa ajili ya ukombozi. Inaachilia damu Yesu ipite, na kufunga mlango mpya kwa ajili ya kutembea na maono, ya kufunga mlango mpya kwa ajili ya kutembea na maono yaliyolokiwa mahali, yarejee kwa 100% katika jina la Yesu. Mungu, yote yanawezekana kwake aminie. Baba, tumeamini uliyefanya kwa Manase, unaweza kufanya pia kwa mtumishi wako ambaye anafuatilia haya maombi. Baba, uliyefanya kwa Manase aliponyekea mkako na kukusi na kutubu, uligairi ile adhabu. Nasimama kwa toba, Bwana Mungu, kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi kuna mapatilizo gani, haijalishi kuna uovu gani, haijalishi kuna udhalimu gani, nasimama kwa toba, nasimama na damu ya Yesu. Hiyo damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu ikapite sasa ulimwengu wa roho, kuondoa uovu wote. Hiyo damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu ikaleta wokovu, ikaleta ukombozi wa haya maono. Hata kama imefanya madhabahu za miungu, hiyo damu ikapite sasa na kuleta ukombozi. Kama ulimtoa Manase kwa kifungoni kwenye minyororo, Bwana, haijalishi maono yamefuka minyororo na pingu za shaba, Baba, damu isipite sasa na kufunga minyororo. Hiyo damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu ikapite sasa na kuharibu minyororo na kuharibu kila vifungo vya maono, Baba, yakafunguliwe, yarejee tena kwa 100%, kama vile Manase aliponyekesha na kutubu kwako. Yale maono ya kufaa kumiliki taifa la Israeli, yale maono ya kumiliki, Baba, makabila 12, ulirejeza kwa 100%. Naamini kama Bwana, kwa toba hii unarejeza kwa 100%. Haijalishi kuna vitu vilivyofungwa kiwango gani, ufungua damu Yesu kwa njia ya toba unaweza kufungua kila kitu. Naomba damu isipite sasa, ipite kwa watoto wako, ianze kufunga minyororo iliyofunga maono, hizo pingu za shaba na zifungua kwa damu ya Yesu. Ila kilichofungwa, Bwana, ila kilichofungwa kwenye maono ya uchumi, yamefungwa na halali wa miungu, leo Baba, mkono wako ufungue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, kwa mamlaka ya damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu, ukombozi kwa damu ya Yesu, urejesho kwa damu ya Yesu. Neema yako idhihirike sasa, ukombozi wako idhihirike sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, inakushukuru mfalme wa amani, inakushukuru kwa rehema zako, inakushukuru kwa fadhili zako, inakushukuru kwa ukuu wako Bwana, maana ni kwa wale waaminifu wako kwetu. Baba, ni ngao na kigao. Asante maana unafuatilia, asante maana mkono wako unaingia kazini, Baba, kufungua kilichofungwa, ukomboa kilichotekwa katika damu isiyonifidia, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu wangu akubariki. Amen. Endelea kufuatilia mafundisho kama nafuatilia YouTube, mafundisho pia yako Facebook, mafundisho pia yako YouTube. Mungu wangu awabariki, Mungu wangu awatunze, mzidi kumwamini Bwana, mzidi kuona mkono wa Bwana, maana Mungu wetu ni mwaminifu, uaminifu kwetu ni ngao na kigao.